Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bana, mtego umesanukiwa na wana wa Irani na jeshi zima la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, ambapo siku ya leo tunafahamu kwamba wawakilishi mbalimbali na maanisha maafisa wa pande mbili baina ya Marekani na Irani wamewasili pale mjini Islamabad nchini Pakistan kwa ajili ya duru ya mazungumzo kujadili hali ya vita na hatimaye kusitishwa kwa mapigano kwa muda ambao umepangwa mapigano hayo kuweza kusitishwa, lakini pia na mambo mbalimbali ambayo serikali hizo mbili zimepanga kujadili, ikiwemo uhasama ambao unaendelea kati ya Irani na Marekani. Sasa namna ambavyo viongozi mbalimbali wamewasili katika mji wa Islamabad pale nchini Pakistani, ndivyo namna ambavyo imezua taharuki na gumzo kubwa sana katika kurasa mbalimbali za vyanzo vya taarifa na mitandao rasmi ya kijamii huko Mashariki ya Kati, ambapo kama tunavyofahamu kwamba wageni wowote wanapofika katika taifa fulani, hasa kwa masuala haya ya kidiplomasia, huwa wanapokelewa na wenyeji wao vyema sana, na ndio wenyeji huwa wanagharamikia kila kitu, yani masuala ya usalama, kama ni ulinzi, masuala ya usafiri na kila kitu, mpaka kuhakikisha kwamba viongozi husika ama wageni wa taifa hilo wanafika salama, lakini pia na wanawasili salama. Ilikuwa hivyo tangu safari zinaanza kufanyika. Maafisa wa Irani walipotolewa nchini Irani kuelekea Islamabad, Pakistan, walipelekwa na escort special convoy, yani walisindikizwa na msafara maalum kutokea Pakistan, ambapo ndege za kivita za Pakistani, yani Pakistan Air Force Fighter Jets, zilikuwa zikisindikiza ndege kubwa kabisa ambayo iliwabeba maafisa maalum wa Irani kuelekea mjini Islamabad nchini Pakistan, na wakafikishwa hadi airport ya mji wa Islamabad, ambapo mara baada ya kuwasili pale pia walipewa pia special convoy, yani msafara maalum kwa ajili ya viongozi wakubwa wa nchi husika. Na hapo kulikuwapo na magari rasmi ambayo huwa special kwa ajili ya viongozi, na yaliwachukua na kuelekea katika eneo husika ambalo libandaliwa kwa ajili ya mazungumzo hayo. Sasa hii kwa Irani ilikuwa ni fair kabisa, yani ni fair play. Wa Irani wenyewe hawana mambo mengi, yani jambo ambalo litakuwa limetokea basi wao wanalipokea kama ambavyo mchezo unachezeka. Sasa gumzo limekuja kuibuka hapa mara baada ya msafara kutokea Marekani kuwasili nchini Pakistan mjini Islamabad. Hapa ndipo ambapo limekuja kuibuka fukuto kubwa sana, yani fukuto ambalo ni ngumu sana kesi yake kuamuliwa, ni ngumu sana kufanyiwa kwa mlinganyo ama mizania ya upatanishi, kwa sababu makutano hayo mjini Islamabad yanahusu mapatano. Lakini mwanzo kabisa Marekani tayari imeshaonesha kasoro ama itilafu kubwa sana katika upatanishi, kwa sababu imekiuka misingi ya mapatano. Pakistani kama ilivyofanya kwa Irani, iliandaa msafara maalum na iliandaa ndege pia, lakini pia iliandaa ulinzi mkali sana kuelekea airport kwa ajili ya mapokezi ya viongozi kutokea nchini Marekani, na waliwaisha mapema sana msafara wao pale airport. Sasa Marekani kufika airport ikakataa msafara wa Pakistani, msafara ambao ulikuwa na magari mengi sana, magari imara sana yenye kila aina ya guards, yenye kila aina ya security privacy kwa ajili ya viongozi hao, lakini Marekani ikakataa. Marekani ilichokifanya yeye, ikatua na ndege lake kubwa la Air Force, yani la jeshi la Marekani, ambapo humo ndani ikaweka magari yake ya Marekani yenye msafara, kila kitu, magari ya kubeba viongozi wa kawaida wale staffs, lakini pia magari ya kubeba viongozi wengine waandamizi wa serikali, magari yote wakayapakia katika ndege la jeshi la Air Force, wakiwa na walinzi wao, wakiwa na wanajeshi wao pia, wakatua pale mjini Islamabad. Sasa hii katika muktadha wa kidiplomasia inaashiria kwamba ni threat kwa kile ambacho kinakwenda kufanyika, yani ni tishio la wazi kabisa kwamba unakwenda kufanya mkutano na mtu ambaye haumwamini. Yani hii kwa mujibu wa wataalamu wanaelezea kwamba inaashiria kwamba ni kuvunja uaminifu kwa wale ambao unakwenda kuzungumza nao, au kwa wale ambao ni wenyeji wa eneo lile, kwa sababu Pakistan imetumia gharama kuandaa huo msafara
na kufikisha mpaka airport, alafu magari yakarudi tupu mpaka eneo husika, tayari pale kuna gharama zimetumika, lakini pia umevunja itifaki ya makubaliano diplomasia. Huku Irani wamefika viongozi waandamizi wa ngazi ya kati, yani ngazi zile za chini, level za chini. Sasa Marekani wamemchukua mpaka makamu wa rais J.D. Vance kwa ajili ya mazungumzo hayo, ambapo kwa mujibu wa itifaki ya maafisa wa Irani wanasema kwamba itifaki ya diplomasia ya mazungumzo hayo imevunjwa kwa sababu hakuna uzania kati ya uzito wa kujali ama mapokezi ya Irani na uzito wa mapokezi ya Marekani. Marekani imetua Islamabad kama vile inakwenda vitani, wakati Irani imetua Islamabad kama vile inakwenda kwenye mazungumzo na sio vitani. Sasa hili ni jambo ambalo ni dosari kubwa sana kwa Marekani na ni dosari kubwa sana kwa mazungumzo hayo. Mpaka sasa viongozi wa Irani wametoa doubt, wametoa taarifa hiyo kupitia shirika la habari la serikali la Irani IRNA, wakieleza claims zao juu ya hiko ambacho kimetokea na kimeonekana kule mjini Islamabad nchini Pakistan, ambapo viongozi wa Marekani wametua na tishio magari ambayo hayawezi kutua makombora, magari ambayo yana uwezo mkubwa, lakini pia ndege, wanajeshi na ulinzi wa ziada. Yani hii ni vita kabisa dhahiri shahiri, kwa maana kwamba muda wote kinaweza kunuka, na wao wamekuja kamili kivita na sio kidiplomasia. Sasa mpaka kufikia hivi sasa zipo dalili za wazi kabisa ambazo zimeonesha kwamba makubaliano haya ama mazungumzo haya hayatofikiwa adhima ama hatima baada ya ishara kama hizi kujionesha, na hii ni kwa mujibu wa maafisa wa ngazi za juu wa nchini Iran. Na wa Irani wamesema kwamba wao wanaendelea kufunga mlango wa bahari wa Hormuz na kuweka kibano kikali zaidi kwa washirika wa Marekani na Marekani yenyewe, yani Israel na Marekani katika mlango huu wa bahari wa Hormuz, na wakisema kwamba mazungumzo hayo ambayo yatafanyika sehemu yoyote ile lazima yahusishwe na masharti 10 ya Irani yaliyotolewa kwa Marekani, la sivyo hapo hakuna mazungumzo. Ni kwa mujibu wa taarifa kutokea kwa mamlaka za Irani kupitia jeshi la walinzi mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Na kwa mujibu wa nukuu ya afisa mwandamizi wa serikali ya Irani, anaeleza hilo akisema kwamba, na hapa ninamnukuu, siku zote sisi tunakaribisha mazungumzo kwa njia ya diplomasia, lakini mazungumzo hayo si yale ya kilaghai, si yale mazungumzo ambayo yamejiegesha katika taarifa potofu. Mazungumzo yetu yoyote ambayo yatafanyika lazima yahusishe masharti yetu 10 tuliyoyatoa na si vinginevyo. Mwisho wa kumnukuu afisa huyo mwandamizi wa serikali ya Iran. Sasa kufuatia hayo yote, wataalamu wa mambo na wachambuzi wa masuala haya ya geopolitics ama siasa za kijiografia wanaeleza kwamba Irani inatakiwa iwe macho sana kwa Marekani na Israeli. Huenda ukawa huu ni mtego wa wazi kwa Irani, wakiingizwa katika mkenge na sio mazungumzo kama ambavyo wao wanafikiri ama wao wanadhania. Wanaingizwa katika mtego mkubwa sana. Na kwa mujibu wa taarifa kutokea kwa kiongozi mkuu wa Irani, na maanisha Mujitoba Saidi Ali Khamenei Husseini, amemteua spika wa bunge la Iran Bwana Mohammad Bagheri Khalibafu ndio kuwa kiongozi mkuu kwa upande wa Irani atakayeongoza mazungumzo hayo, na akisisitiza kwamba mazungumzo hayo lazima yahusishe masharti 10 ambayo Irani imetoa kwa Marekani. Wakati hayo yote yakiendelea kujiri na yakiendelea kutokea huko Mashariki ya Kati, nchini Lebanon mashambulizi makali sana ya kuangamiza yameripotiwa katika maeneo mbalimbali ya taifa la Lebanon, huku watu kadhaa wakiarifiwa kupoteza maisha na wengine kujeruhiwa vibaya. Hata hivyo, ripoti ya Israel ya mapema siku ya leo inaelezea kwamba karibu watu 7,500 wameathiriwa vibaya na mashambulizi makali yaliyofanywa na jeshi la Irani IRGC katika siku karibu 40 sasa za vita kati ya Marekani na Irani dhidi yake, akiwa kama mshirika wa karibu wa Marekani. Hizi ni ripoti maalum kutokea Mashariki ya Kati. Mimi naitwa Chifu Mkuu wa Itifaki na hii ni Homa TV.
Kwa hayo na mengine mengi, endelea kusubscribe. Ni cheki pale Instagram, andika Afisa3_official. Tuachie maoni yako pia hapo, ukituambia kwamba ni nini ambacho unakitazama katika mgogoro huu wa Mashariki ya Kati, vita vya Iran na Marekani, lakini pia ni kipi ambacho unakitazama katika makubaliano ama mazungumzo kati ya Irani na Marekani huko mjini Islamabad nchini Pakistan, kufuatia hiki ambacho kimejitokeza mapema sana, wakati mazungumzo ndio yakitarajia kuanza huko mjini Islamabad nchini Pakistani. Hadi wakati mwingine, bye bye kwa hivi sasa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.